Ndio. Lakini baadaye nimekuja kugundua ngoja tumalize tuanze upya. Mimi mivutano mpaka lini? Kwa hiyo wewe sasa kwenye ile hatuchezi ulikuwepo kwenye wewe ni kama vile ulikuwa ni sehemu ya hatuchezi. Ndio ulianzisha hii Juni 25. Lakini sasa nimekuja kugundua ndio kwamba tukisema tucheze tutakuwa tunajisumbua sisi wenyewe. Tunataka ufahari wa kuvutana, tutavutana mpaka lini? Ndio. Dabi ni ya 4 ya 3 sasa. Ndio. Kwanza kuna watu wametoa vingilio vyao vimepotea. Ni swala la yani TFF ili kwamba wale watu watalipa. Ndio. Kuna dharau ambayo imetokea kwenye haya mambo ya mpira kwamba wale washabiki wanaotoa hela zao wanaonekana siki. Ndio. Mtu dabi ya kwanza katoa hela yake. Kutoka Mbeya akaja mpaka hapa. Ndio. Kalipia hoteli, kata tiketi. Ndio. Haya, tiketi ya gari ya kwenda na kurudi, kata tiketi ya uwanjani. Alafu mwisho siku anamwambia dabi haipo. Hiyo ikaisha, ikaja dabi nyingine tena. Ndio. Umeona? Hii ya tarehe 15. Kwa hiyo hapa katikati kuna vitu ambavyo bodi ya ligi inabidi mpira wa Tanzania ufanye jambo. Bila hivyo utaonekana kama mpira wa Tanzania una ubabaishaji mkubwa. Na ndio maana CAF wamekuja kuchunguza sio mambo madogo. Mimi nikizungumzia shabiki kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya mpira alafu kuhudumia watu wanachukua kama jambo dogo. Ni katika FIFA wanajali mtu wao, mtu ambaye anapenda mpira wanamthamini kuliko unafikiria. Kuliko hata ile shirikisho. Yaani mtu anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira wao. Kumbuka sasa hivi mpira duniani watu kwenda viwanjani unapungua. FIFA wanatumia kila njia kuwarejesha watu waende viwanjani. Ndio. Sasa wewe leo mtu anakuja uwanjani alafu mpira uchezeki. Hii hadithi inakuwa mbaya. Sasa watu wanaona kama jambo dogo la mtu kutoka sehemu moja kwenda nyingine katika vitu ambavyo FIFA wanavichukulia kwamba ni issue. Mtu kutoka sehemu moja kwenda mpirani hapo asiangalie mpira. Wako razi hata kufuta wanachama. Wako razi kufuta wanachama ili ujipange upya. Wakutokomeze kabisa, ukajipange. Sio swala la dabi, sio mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ile kuangalia dabi, mpira, alafu asiangalie mpira kwa sababu ya viongozi kwa viongozi. Ndio. FIFA hata kusikiliza hiyo story haitaki kabisa. Na wanavyokuja sasa katika mambo ambayo atachukulia umuhimu ndio hiyo. Sasa watu watajua tu ni umuhimu eti kwa sababu Yanga kucheza Simba mtu shabiki kutoka sehemu moja kutoenda kuangalia mpira. Na dunia sasa hivi FIFA wanapiga kampeni watu waende viwanjani. Je, mnakwamisha watu wasiende viwanjani? Sasa ili grupu jingine wewe umetoka huko ulikuwa kwenye hatucheze ukaona hapana hii tucheze ili tumalize tuanze msimu mpya. Lakini wapo wenzako ambao bado wanaamini hii hatucheze sababu tunaonekana wanyonge wachovu, tunaonekana kwa nini sisi tunaburutwa na upande wa pili wa hii klabu nyingine kongwe na sisi tunakuwa ni watu wa kupelekeshwa. Sasa hao watu wanakusikia sasa hivi mchungaji. Na umekuwa na wewe una nguvu yako pia ya ushabiki kama walivyo wao. Ni neno gani wewe ambalo unalipeleka ama unalisukuma kwao kuelekea hiyo Juni 25 wakati wengine wakiona na sisi tutakuwa wanyonge? Kwa nini tunapelekeshwa? Inauma sana. Ndio. Kwa sababu Yanga aliyopanga yote yametekelezwa. Ina maana kwamba Yanga ndio kama sisi anatupangia. Yani anawa control na kulicontrol soka la Tanzania. Ndio. Sasa sisi hatuwezi kuwa yani mtu akafanya ubaya, umeona bana? Akafanya ubaya afu tukaiga ule ubaya wake. Ndio. Tukiga ubaya wote tutaonekana wote kama matatizo. Okay. Lazima mmoja aonekane kwamba yeye ana uelewa mkubwa kuliko huyu ambaye anaelewa. Ndio. Sasa washabiki wao wanataka kutushana misuli. Lakini ukitushana misuli mwisho wa siku nini kitatokea? Itatokea kwamba mpira hautachezeka. Ndio. Kama hautachezeka mpira hautakuwepo. Kama hautakuwepo mtaelekea mpaka kufungiwa. Ndio. Inaonekana nchi ya migogoro ya kisoka. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna mmoja inabidi akubali kwamba yeye sio kwamba ni dhaifu. Akubali ajifanye yeye yuko chini ili mpira ufanyeje? Si ndio hapo kwenye unyonge tunaonekana wanyonge hapo. Inapokuwa shida. Sasa unaambia keshukuto tukikataa. Kwa sababu mimi vile nilikuwa na uwezo na publish tena kwamba kwa sababu upande wa pili ule sasa hivi wanasema kama na nyinyi wanaume kweli hebu gomeni tuone kama mna hiyo jeuri, sisi tuna watu. Hichi naona sasa ndio kinawafanya wale wenzenu wengine waone wale unanielewa wale kwanza wametuambia sisi tuna uwezo kuongoa hata viongozi wetu. Wamesema dharau hiyo. Hebu kwenye mic wamesema hivi wana uwezo kutolea hata viongozi wetu. Yaani sio tu kwamba kutikisa soka, wakitaka hata kuongoa viongozi wenu wa klabu ya Simba wanawang'oa. Tunatoa. Pili, wakasema sisi ndio wenye nchi. Ndio. Tukiamua jambo letu linakuwa. Sisi tukiamua hivi, starehe tuisogeze mbele. Tunaweza. Inasogezwa, sehemu isogezwa. Wababe hao. Kiongozi fulani atoke, ametoka. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta nini? Sasa sisi tunajielewa. Jua katika mashabiki ambao
wanajielewa na mashabiki ambao ni bora ambao tulipata ile tunzo bora ya Afrika. Mashabiki bora, ukishakuwa shabiki bora ni kwamba una uelewa mkubwa. Ndio Sasa tukisema ile tuweke nao bato wote tunaonekana ni hamna kitu, wote mna matatizo. Umeelewa? Sisi tumeamua tu wazungumze hivyo, dabi ishe, waanze maisha mengine. Sasa baada ya dabi kuisha, sisi ndio tutakuja na mikakati mipya kwamba tumtaki mdhamini huyu ambaye ana klabu ndani ya klabu. Na je, una mikakati yenu? Umeelewa mpaka hapo? Ndio hapo tutakuja sasa ligi kabla haijaanza kwamba ligi hatutacheza mpaka hili lifanyike kazi. Yaani sio nyewe sasa, sio dabi tu. Yaani sisi hatuchezi kabisa mpaka huyu mtu asiwepo. Hapo wakati huo timu yoyote haina pointi. Hapo tushamaliza. Na ligi haijaanza hapo. Ngao inakuwa imechezwa au haijachezwa? Ngao bado. Ngao yani naweka mikakati sasa. Hatuchezi mpaka tuone huyu mdhamini kafanyaje? Kaachia timu zingine abaki na moja tu. Na moja tu. Simona, hiyo ni akili ya kivita. Simeelewa mpaka. Ndio. Pili, tunasema tutataka usawa. Ndio. Swala la waamuzi kuipendelea timu moja hatutaki kulisikia katika masikio. Tutaenda na maazimio kama matatu. Na hapo sasa nani mnakuwa na lenga anayependelewa? Bodi, yaani tunasema bodi ya ligi sasa. Hiyo sasa hapo bodi ya ligi itakuwa kuwepo. Kwa mapendekezo yenu. Mapendekezo yetu. Kwa bodi itakayokuwepo. Bila hivyo na sisi hatuchezi ligi. Ndio. Tukikataa sasa hivi tunaonekana sisi tuna matatizo. Sasa kuna wakati mfano kama sasa hivi mchungaji, nikikuuliza timu gani ambayo unahisi wewe inapendelewa mpaka mje na mapendekezo hayo kwa msimu ujao, utanijibu nini? Yanga. Mbona Yanga wanasema nyinyi ndio mnabebwa, Rosimando FC ni bebe. Yanga wanasema ni nyinyi. Mimi nikuhesabia sababu ambazo Yanga kubebwa kila mtu ziko zaidi. Ndio. Yanga ilifikia tu anafunga magoli kwa mkono. Nakubaliwa, ngome inaiko kati. Jana. Jana Chama akafunga goli la offside. Live. Jana. Simona, ni yale mimi nakueleza. Ndio. Pili, Yanga mapendekezo yake ambayo aliyasema kwenye ligi hii yote yametekelezwa. Sasa hii ni fedheha ndani yetu sisi wana Simba kwamba ikitokea siku hiyo Yanga tunacheza anachukua ubingwa, yani anatufunga na anachukua na ubingwa. Yaani vitu hivi dabo. Na tokea nchi hii umbo haijawahi kutokea hiyo kitu kwamba Yanga anachukua ubingwa mikononi mwa Simba. Hiyo haijawahi kutokea. Kwa sasa hili likitokea mfita kwa vipi? Kwa question ya kesho kutwa watu wanapokuwa wanakuwa na wasiwasi nacho kwamba ikitokea Yanga shinda fedha hiyo macho tutaweka wapi? Ndio hicho kitu. Ndio hicho kama watu yaani mmeburutwa mkaburutika na kuwekwa mkawekwa na watu wakanyanyua makwapa mbele yenu. Ndio mbele yenu Umeelewa? Sasa kuna busara ambayo imetumika hapa katikati. Ndio. Ndio hiyo busara ambayo inabidi watu waende nayo. Uliona huko tu walikoenda juzi. Ndio. Watu wameenda juzi, wameenda juzi kwa ajili ya kuzungumzia swala hilo na limekuja na jibu kwamba tarehe 25 kwamba lazima dabi ichezwe. Lakini hapo kabla sisi tuna sababu nyingi sana za kuigomea hii dabi, lakini mimi nimeamua kusema kwamba hii kitu tuifanye kama tuione. Kwa sababu wamepanga tarehe na bodi ya ligi wakaondoka zao. Yaani walipanga tarehe alafu nao wakaamua kujiuzulu. Hiyo ni dharau kubwa hiyo. Tarehe hiyo walioipanga ni tarehe ambayo ilitakwa na mwenzetu ambaye yeye tunashindana naye na wakakubali hiyo tarehe iwepo. Na wakasema wewe unayepanga tarehe jiuzulu na wewe kaadai akajiuzulu. Kwa hiyo tunaona jinsi gani soka letu inabidi lifanyiwe marekebisho makubwa hasa upande wa bodi ya ligi. Bodi ya ligi itakao kuja inabidi iwe strong sana. Itumie sana kanuni bila kutumia busara. Busara sasa hivi imekuwa karibu 70%. 30 ndo kanuni. Mpira huwezi kwenda. Lakini sasa mchungaji, hayo bodi na hata TFF nafikiri wanayaona na wanayajua. Na sidhani kama kuna wakati wanashindwa sana kutumia kanuni kuliko busara. Ila isipokuwa wanasema hizi kanuni ambazo mnazitaka zitumike, kuna wakati nyinyi ndo zinawafeva. Ndio nakuuliza sasa, utajisikiaje kuna wakati mkatia huo mkazo alafu sehemu ya kanuni itumike, kanuni ndivyo inavyotakiwa sawa kabisa, lakini mwisho wa siku busara wakaona kabisa hili swala tukienda kwenye kanuni Simba achomoki. Hebu tutumie busara ili kumnusuru huyu Simba. Yani, utajisikiaje nyinyi mkipitiwa na rungu la kanuni na wakati busara ingetumika kuwafeva nyinyi na kanuni imefanya kazi, imewakuta imekatwa na huo msimeno? Mtajisikiaje? Si mtarudi tena kulaumu bodi? Si ndio nyinyi? Nikwambie kitu. Ndio. Ukitaka soka lolote duniani liende, ndio kanuni mzojiwekea zile ni wenyewe. Ndio. Mkishaanza kutumia tu kwamba busara, uswaiba, urafiki, ndio soka lilipofikia juzi hapa. Kumwajibisha mtu uwezi. Ndio. Kwa sababu hii bodi inaondoka, hii iliondoka kwamba ilikuwa inajaribu utaanzeje kuiakata Yanga kweli. Sababu wanajua udhaifu wa Yanga
na wale wanajua udhaifu wa bodi. Yaani kila mtu anamjua mwenzake udhaifu wake. Ndio maana huyu bodi wa ligi anamwambia, wewe Yanga na wewe hauko salama. Mbona nyie viongozi wa Yanga mmekaa wengine mko kihalali? Na wao wanawaambia na nyie mna matatizo. Hapo mlipo hapo wengine vilabu vyenu vishawatoa toka siku nyingi. Tunashanga mnaongoza vipi hiyo bodi? Kwa kila mtu ana matatizo yake kwa sababu wanajuana. Lakini ingekuwa kanuni imenyooka, kila mtu anafuata kanuni, mpira wetu ungekimbia zaidi hapa ulipo. Na haijalishi kama ulivyoona Egypt kwamba Zamaleki kapeleka timu national kuleta hata point. Ndio. Yaani haina kanuni tu straight. Yaani ukifanya vile mpira utaheshimika na viongozi wataheshimika na kila mtu atajali kanuni. Wewe imefikia tu Yanga haingiagi kwenye mlango mkubwa miaka yote. Yeye anapitia? Anapita uwanja mlango wa uwani au aruka ukuta. Kawaida tu. Dunia hii ya leo. Na watu wameweka eti akiruka ukuta akato su milioni 2. Eti milioni 2 ndio. Kwa nini sikate point? Kuone kama mlango mkubwa hatapita. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo virekebishwa kwenye soka letu ili soka letu usiku wa chuma unoa chuma. Ndio, ni usiku wa kutiwa nguvu mpya na Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Mkesha huu mkubwa utaongozwa na mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Atatuombea ili kupata nguvu ya kuvuka nusu ya pili ya mwaka 2025. Usipange kukosa. Ni mkesha wa historia, ni mkesha wa maajabu. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Yesu wa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha atawaponya. Sikia hii kwa watu wa mikoani na nje ya nchi. Mtumishi wa Mungu kuhani Musa atakuwa na jambo nao maalum. Ukishafika ngomeni, onesha tiketi yako. Mkesha utafanyika tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025 kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka baadaye sana. Mahali ni ndani ya ngome ya Yesu Kristo, Kimara Temboni, Dar es Salaam. Usipange kukosa. Watu wote